Je, unafahamu kuwa Tundu Lissu kesho ataondolewa gerezani Ukonga? Ndiyo, umenisikia vizuri. Tundu Lissu kesho atatolewa gerezani Ukonga kusafirishwa kupambana na vita vikali mahakama ya rufaa Dar es Salaam. Lakini je, unajua ni nini kilichopangwa mahakamani na majaji dhidi ya Tundu Lissu? Na je, unajua kikao chenyewe ni saa ngapi au ni muda gani na nini kinatarajiwa kuendelea au kusemwa ndani ya mahakama ya rufaa kesho? Jiunge nami nikupe habari hizi zote, lakini mwanzo hakikisha umelike video hii. Baada ya kulike, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Tundu Lissu ataweza kusafirishwa kutoka gereza la Ukonga kesho Dar es Salaam hadi kuelekea mahakama ya rufaa. Hii ni baada ya miezi kadhaa ya ucheleweshaji, kuahirishwa kwa mara na mabishano ya kisheria na mijadala ya kisiasa kuongezeka kuhusu kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Hatimaye siku kuu imeweza kuwadia kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Kesho Alhamisi mnamo Juni tarehe 11 mwaka 2026, Tundu Lissu anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya rufani jijini Dar es Salaam kutoka gereza la Ukonga, huku shauri lake la kisheria likiweza kusikilizwa rasmi au kuendelea kwa mara nyingine. Hata hivyo, mtazamaji, kikao hicho kilichopangwa kuanza asubuhi kesho kitaweza kuhusisha rufaa nambari 744040 ya mwaka 2026, na kikao hicho ama Tundu Lissu binafsi ataweza kufikishwa mahakama ya rufaa Dar es Salaam mnamo saa 3 asubuhi moja kwa moja kutoka gereza la Ukonga. Hata hivyo, mahakama ya rufani, taasisi ya juu zaidi ya mahakama nchini Tanzania, inatarajiwa siku ya kesho kusikiliza mawasilisho yanayohusu rufaa iliyokatwa na mkurugenzi wa mashtaka DPP nchini. Jopo la majaji watatu litasimamia kesi hiyo kesho. Wajibu wao utakuwa kuzingatia kwa makini hoja zinazowasilishwa na pande zote mbili kabla ya kuamua mwelekeo ufaao wa kisheria wa kesi hiyo, jambo ambalo sasa limevutia si tu kutoka kwa wataalamu wa sheria na waangalizi wa masuala ya kisiasa, bali pia limevutia wananchi wa kawaida nchini Tanzania na mashirika ya kimataifa ambayo yamekuwa yakifuatilia kwa karibu matukio yanayomzunguka kiongozi huyo wa upinzani baada ya mwanawe Tundu Lissu, Agostino Tundu Lissu, hivi juzi tu kuweza kufikisha suala hilo mbele ya bunge na maseneti maarufu wa Marekani. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, suala kubwa si tu kuwepo kwa kesi yenyewe siku ya kesho, badala yake imekuwa ni kuhusu ucheleweshaji wa muda mrefu ambao umezingira kesi hiyo ya uhaini. Tangu kukamatwa kwake Tundu Lissu na kuwekwa kizuizini, maswali mengi yameendelea kuibuka kuhusiana na kasi ya mchakato wa kisheria ambao umepelekea Tundu Lissu kubaki gerezani kwa zaidi ya siku 400 sasa. Wakosoaji wa serikali wamerudia kusema kwamba haki inapaswa kwenda kwa kasi zaidi, haswa katika kesi zinazohusisha watu wakuu wa kisiasa ambao uhuru wao, mustakabali wa kisiasa na haki za kikatiba huathiriwa moja kwa moja na kesi za muda mrefu za mahakama. Kesho kesi hiyo inawakilisha zaidi ya kikao cha kawaida cha mahakama. Kwa wafuasi wengi wa Tundu Lissu, inawakilisha vuguvugu la kwanza muhimu katika mchakato wa kisheria ambao wanaamini kuwa umekwama kwa muda mrefu sana. Majaji na utawala unatarajia kuona maelfu ya vijana na wafuasi wa Tundu Lissu ambao sasa wameweza kuhimizana mitandaoni waweze kukusanyika maelfu kwa maelfu kuonyesha kumuunga mkono Tundu Lissu katika kesi hiyo siku ya kesho. Kwa hivyo, mtazamaji wa Simulizi Media, kikao cha kesho kinatarajiwa kuvutia maslahi makubwa ya umma. Wengine wamesisitiza umuhimu wa kuruhusu mchakato wa kimahakama uendelee bila kucheleweshwa kusiko kwa lazima. Mtazamaji, mojawapo ya mada zinazojitokeza mara kwa mara kutoka kwa wafuasi ni hoja kwamba hakuna mtuhumiwa anayepaswa kukaa muda mrefu kizuizini wakati kesi za kisheria zikienda polepole. Wanasema kuwa haki inapaswa kutolewa ndani ya muda mwafaka. Ikiwa mtu hatimaye atapatikana na hatia au makosa au atapatikana hana hatia, wanasema taratibu za mahakama zinapaswa kuendelea kwa ufanisi ili kutokuwa na uhakika kusiendelee kwa muda usiojulikana. Hoja hii imezidi kupamba moto katika mijadala inayohusu kesi ya Tundu Lissu. Kwa miezi kadhaa, wafuasi wameelezea wasiwasi wao kuhusu athari za kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu kwa kiongozi wa upinzani na familia yake. Wanasema kuwa kutokuwa na uhakika wa kisheria yenyewe kumebeba matokeo muhimu. Wakati huo huo, taasisi za serikali zimesisitiza mara kwa mara kwamba masuala ya mahakama yanapaswa kuruhusiwa kuendelea
kulingana na taratibu za kisheria na taratibu zilizowekwa na mahakama. Mamlaka zimesisitiza mara kwa mara kuheshimiwa kwa uhuru wa mahakama na mchakato unaostahili. Majaribio yanapoongezeka, wafuasi wengi wa Tundu Lissu wanasema wamefarijika kwamba suala hilo hatimaye linarejea kotini au mahakamani baada ya majuma na miezi kadhaa ya kutokuwa na uhakika. Kwa muda mrefu, majadiliano ya umma yanayohusu kesi ya Tundu Lissu yamelenga sana ucheleweshaji na kuahirishwa kwa mara. Kila kuahirishwa kulizua mjadala mpya, kila kuahirishwa kulizua maswali mapya magumu. Kila wiki iliyokuwa ikipita ilizidisha wasiwasi miongoni mwa wafuasi ambao walidai kuwa mchakato wa kisheria ulikuwa ukienda polepole huku Lissu akiendelea kufungwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa bila kujali nafasi ya mtu kisiasa, ucheleweshaji wa muda mrefu wa kesi za hali ya juu kama ya Tundu Lissu mara nyingi huvutia ukosoaji wa umma, uvumi kuenea kwa sababu raia wanatarajia mambo muhimu kushughulikiwa kwa ufanisi na uwazi na kwa haraka. Hata hivyo, kusubiri kwa muda mrefu kumesalia kuwa chanzo kikuu cha kufadhaika miongoni mwa wafuasi wengi. Kwa hivyo, usikilizaji huu wa kesho asubuhi unatazamwa kama hatua muhimu ya mabadiliko. Ukweli kwamba jambo hilo linasonga mbele limepokelewa kwa furaha na wengi ndani ya Chadema. Wanachama wa chama wametumia muda wa miezi kadhaa kutaka maendeleo ya haraka katika mahakama. Wanasema kuwa kusuluhisha maswali ya kisheria kunasaidia kwa haraka maslahi ya haki kwa pande zote zinazohusika. Kikao kijacho lazima kitaamua matokeo ya mwisho ya pambano pana la kisheria. Hata hivyo, inatarajiwa kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu hatua zinazofuata za mchakato huo. Hiyo pekee inatosha kufanya kesho kuwa siku muhimu sana. Usikilizaji huo pia unakuja wakati mijadala kuhusu uhuru wa kisiasa, ushiriki wa kidemokrasia na michakato ya kimahakama inaendelea kuchukua nafasi kubwa katika mjadala wa kitaifa. Kwa wafuasi wa Chadema, kesho inawakilisha kitu ambacho wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Inawakilisha harakati na pia vilevile inawakilisha maendeleo na vilevile inawakilisha uwezekano kwamba maswali ambayo yamesalia bila kutatuliwa kuhusu kesi ya Lissu kwa miezi yanaweza hatimaye kuanza kuelekea majibu. Nchini Tanzania, mazungumzo yanatarajiwa kuendelea hadi jioni, huku wananchi wakijiandaa kufuatilia matukio kutoka mahakama ya rufani Dar es Salaam. Mashirika ya vyombo vya habari pia yanatarajiwa kutoa habari nyingi kutokana na umuhimu wa kesi hiyo ya Tundu Lissu. Kwa Tundu Lissu mwenyewe ambaye amekaa gerezani kwa muda mrefu akisubiri mchakato wa kisheria uendelee, kesho ni mwendelezo wa vita ambayo wafuasi wengi wanaamini ilipaswa kuendelezwa mapema zaidi. Mtazamaji, kama kawaida yetu, tukikamilisha habari au taarifa hizi, ningependa kusikia maoni au mtazamo wako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii. Nijuze unalipi la kusema kuhusiana na kesi hii ambayo inaendelea kesho ya uhaini kuhusu Tundu Lissu, na kuachia uwanja huo wa maoni. Vilevile kumbuka kulike video na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.